Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ya kuja kuhudumu mahali hapa. Kwa kweli nimepata neema tu, ni upendeleo wa kimungu, wala hata sikustahili. Ni Mungu tu mwenyewe amenistahilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mchungaji kiongozi ameshanitambulisha, kwa hiyo nafikiri niende moja kwa moja kwenye neno la Mungu ambalo tunatakiwa kujifunza ama tunaendelea nalo, na somo ambalo tulilianza siku ya Jumatano katika semina ile ambayo kichwa chake nilikipa ndoa, familia na utumishi. Ndoa, familia na utumishi. Naona wengi kweli hawakuwepo. Yaani mmepitwa. Siku nyingine msiache kuja, sawa jamani? Kuna vitu vingi ambavyo yani siwezi kurudia kila kitu. Naweza nikasema kwa uchache sana, lakini sitaweza kurudia kila kitu ambacho nilikisema, na nitatunza muda, nitatumia muda vizuri. Na kwa kuwa sasa hivi sina mkalimani, naamini nitatumia muda vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo ambao Bwana tunakwenda kuyasikia maneno yako. Tunakufurahia Mungu wetu, tunakutukuza kwa sababu unatupenda na unapenda kusemezana na sisi. Sisi ni watoto wako, sisi ni wanao ambao umetuchagua na kutuita kwa neema hii ya Yesu Kristo ambaye umemtoa kuja kutuokoa na kutufanya kuwa watoto wa nyumbani kwako, wana wa ufalme. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wakati huu tuko mbele zako tayari kusikia kile ambacho umetuandalia katika meza yako. Ninaomba unitumie kama chombo chako wakati huu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa utangulizi kidogo niweze kusema kile ambacho tulijifunza kuanzia siku ya Jumatano kidogo kwa ufupi sana. Sitaweza kusema kila kitu. Niseme ya kwamba familia ilianzia katika ile bustani ya Edeni. Ni kwa kupitia ndoa ambayo ilifungwa na Mungu mwenyewe, ile ambayo ilikuwa ni Adamu na Hawa. Mungu akawafanya kuanzisha jamii wakati ule, na tunaona kutokana na ile familia ya Adamu na Hawa watu walikosea. Adamu na Hawa walikosea. Walipomkosea Mungu, tunaona utaratibu wa Mungu kuanza kumkomboa mwanadamu ulianzia tena pale pale katika bustani ya Edeni, na Mungu akatusaidia kupitia tena Ibrahim. Tunaona ya kwamba Mungu akaanza kuitengeneza familia yake mpya ambayo atakwenda kuishi nayo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona ya kwamba Mungu ni Mungu wa mahusiano, ni Mungu wa familia. Na ndio maana alikuwa akizungumza na Adamu na Eva wakati ule wa jioni, wakati wa jua kupunga. Alikuwa akishuka na kusemezana nao katika bustani. Kwa hiyo mahusiano huwa yanaimarishwa na mawasiliano, na mawasiliano yakiwa mazuri, basi familia inakuwa bora. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukaona ya kwamba familia nyingine ambayo tunaiona, tunaijua ni kanisa. Familia ambayo ni hii tulionayo sasa hivi, kanisa la Mungu, kanisa ambalo Yesu alilinunua kwa damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi ni watoto wa Ibrahimu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Kwa sisi ni watoto wa Ibrahimu, sisi ni watoto wa ahadi, kwa sababu tumeokolewa kwa kuwa Mungu alimwahidia Ibrahimu kumpa uzao mwingi. Bwana asifiwe sana. Tukiangalia kwa somo ambalo tutaendelea nalo leo ni utumishi. Bwana asifiwe sana.
Tuangalie katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12. Tuone ambavyo Mungu alimuita Ibrahim kutoka katika nchi ambayo alikuwa kwa baba yake kule alikokuwa, akamhamisha. Bwana asifiwe. Bwana akamwambia Abraham, kuanzia mstari wa 1, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ya kwamba Mungu alipomtoa Ibrahim kule alikokuwa katika nchi ya Uru wa Wakaldayo, alikuwa amemkusudia kumfanya kuwa taifa, na alitoka pamoja na mke wake Sara. Lakini tunaona ya kwamba Ibrahim aliahidiwa kubarikiwa, na tunaona alisema nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Ndio maana mpaka leo tunaendelea kuliita jina la Bwana kwa jina la Ibrahim, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, baba zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu na amesema ya kwamba atambarikia na jamaa zote za dunia watabarikiwa kwa sababu ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiangalia katika sura ile ya 18 mstari wa 19, Biblia inasema ya kwamba kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Tumeona ya kwamba Mungu alianzisha familia tangia pale Edeni. Tunaona Adamu pamoja na mkewe walipata uzao ambao ni Kaini na Abeli. Tunaona ya kwamba walikuwa na ile familia yao, na ikaendelea kukua na baadaye ikakuwa na jamaa na jamii ikatokea. Na sisi ndivyo tulivyo, tuko katika jamii zetu za Kitanzania kwa sasa hivi, lakini tu uzao wa Ibrahim kwa sababu tumeokolewa kwa damu yake Yesu. Na Mungu hapa alisema ya kwamba alimbarikia Ibrahim na alimpenda kwa sababu alijua ya kwamba atawafundisha, atawaamuru watoto wake, watoto na kizazi baada yake, nyumba yake na watoto wale watakaozaliwa tena baadaye, kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumshika Mungu na kuzishika amri za Mungu na kufanya haki na hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alimfahamu Ibrahim kama ambavyo anakufahamu wewe leo. Anajua kabisa kwamba huyu atakifundisha kizazi chake kunipenda, kunicha mimi, kumjua Mungu, kumjua Bwana, kuishi katika haki na hukumu, kuitimiza na kuitendea haki ile kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atukuzwe. Kwa hiyo Mungu anaiangalia familia kwa namna ya tofauti sana katika kumtumikia. Anaona kabisa kwamba hapa ndipo panazaliwa kanisa. Kwa sababu nilisema pia wakati tunaendelea na siku hizi za nyuma hapa ya kwamba nyumbani ndiko ibada zinakoanzia. Nyumbani ndiko ambako watumishi wanatengenezwa. Nyumbani ndiko ambako tunaibua vipawa mbalimbali ambavyo vinakwenda kumtumikia Mungu kwa namna tofauti tofauti. Hapo tunapata waimbaji, tunapata wahubiri, tunapata waombaji, tunapata kila aina karama za watoto wetu
tunazifahamu kuanzia nyumbani. Vipawa walivyo navyo tunavifahamu kuanzia nyumbani. Na pale tunapofanya ibada, kama hatuna ibada nyumbani, hatuwezi kufahamu vitu watoto wetu walivyo navyo katika maisha yao, kwa sababu kila mmoja ameumbiwa kusudi fulani na Mungu ili aweze kuliishi. Sasa bila kuwa na ibada za kweli nyumbani, hatuwezi kuviona hivyo vipawa. Hatutaweza kuona ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka ndani ya watoto wetu na ndani ya sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndo ambao watoto wanatuangalia tunavyoenenda, wanaangalia jinsi tunavyoishi, jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia katika Zaburi sura ile ya 127, Zaburi ya 127, tunaona ya kwamba Mungu alikuwa tunaona kuna ujenzi wa nyumba ama ujenzi wa familia ama ujenzi wa kitu chochote, msingi wake ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaangalia hapo imeandikwa, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye ulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua sasa hivi kuna uzazi wa mpango, si ndiye? Tunazaa watoto wachache, 2, 3, mwingine mmoja, kama hakuna changamoto. Lakini Mungu anauangalia uzao kwa namna ya tofauti sana. Wana ni urithi, amesema ni urithi wa Bwana. Wao uzao wa tumbo ni thawabu. Na amesema wana wa ujanani, tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Tunajua vijana wana nguvu, vijana wana uwezo. Kwa hiyo vile ambavyo watoto wanazaliwa, kuna kitu fulani ambacho huyu mzazi ama mlezi anaweza akakiweka ndani ya mtoto akiwa kijana na akiwa na nguvu. Ndio pale unaweza ukarithisha na ukafanya vitu vikaonekana vizuri kwa watoto. Watoto hawa ni urithi wa Bwana. Tunawarithisha nini kutoka katika maisha yetu? Tunawajengea nini kutoka katika maisha yetu? Kwa hiyo kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, hicho ndicho ambacho Mungu anataka kitokee kwa watoto wako. Ndio maana tunaona pale Daudi alipoongea na mwanawe Suleiman, akaonesha ya kwamba katika kitabu kile cha Nyakati wa kwanza sura ya 28, Nyakati wa kwanza sura ya 29 na ule mstari wa 28 mstari wa 9, anasema, nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa njia ya kumkubali na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alikuwa na ujasiri wa kumwambia mtoto wake ya kwamba amjue Mungu wa baba yake, kwa sababu anajua alivyoishi. Anajua alikuwa anamcha Mungu,
Alijua ni katika njia gani alikuwa anaenenda, na alikuwa na ujasiri wa kumwambia kwamba amjue Mungu wa baba yake na amtumikie kwa moyo wa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza ukamtumikia Mungu lakini kwa kulazimishwa, sio kwa kukubali wewe mwenyewe kwa moyo wako, sio kwa nia ya kumkubali Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tunapomtumikia Mungu, tunapozifanya kazi za Mungu, tufanye kwa nia ya kumkubali, kama ambavyo Daudi alikuwa akimwambia mtoto wake Suleiman, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yeye anaangalia moyo, haangalii kile ambacho wewe unakifanya kwa nguvu tu ya mwili lakini hakitoki moyoni. Anaangalia kile ambacho kinatoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana kufanya vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa yeye ni mwema na anatupa kuishi na kumtumikia. Utumishi ni nini basi maana yake? Nimesoma maandiko lakini tuangalie maana ya neno utumishi. Utumishi ni hali ya kutii na kuitumikia mamlaka au mtu mwenye mamlaka fulani ambaye unamwamini na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nilitoa mfano wa kwamba tunakuwa na watumishi nyumbani kwetu. Tuanzie tu nyumbani, tusiende kule kwenye ajira. Tuna mabinti wanatusaidia kazi, tuna vijana wanatusaidia kazi. Wewe unakuwa ni mtu mwenye mamlaka. Sasa ile mamlaka ulionayo, yule lazima aitii, lazima aiheshimu. Kwa hiyo wewe ni mwajiri wake, lazima akutii, lazima akuheshimu. Hivyo hivyo nikaenda sasa upande wa pili. Sisi tulioajiriwa, tunaofanya kazi serikalini, kama watumishi wa umma ama kama mwajiriwa katika sekta yoyote, idara yoyote, lazima umtii mwajiri wako, umtii yule ambaye amekuweka pale, ambaye unamtegemea kwa namna moja ama nyingine. Ukiacha kumtii, kula yako inapotea. Yaani hautakula, utakosa mshahara. Si ni kweli jamani? Ukiharibu kazi, si utakosa mshahara? Kwa hiyo ndio hivyo, ina maana tunatakiwa kuangalia ile mamlaka tunayoiangalia iliyo juu yetu na tunayoitegemea. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na kanisa. Kanisa tunamwangalia Mungu, yeye ndio mamlaka kuu zaidi iliyopo duniani. Tunayoiangalia ni ya Mungu, tofauti na hizi zingine zilizopo. Mungu ametuweka chini ya mamlaka yake. Sisi ni kanisa lake ambalo tunamwangalia yeye. Kwa hiyo tunapomtumikia, tunaitumikia mamlaka iliyo kuu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema tena maana nyingine ya wito maana nyingine ya utumishi ni wito wa kipekee kutoka kwa Mungu unaomwezesha mtu kutekeleza kusudi la Mungu duniani. Unaona? Sasa hapa ndio tunaona kuna utofauti katika utumishi wetu tulionao. Utumishi ambao uko wa secular ambao ni huku duniani sasa, na utumishi katika familia ya Mungu, katika nyumba ya Mungu. Kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna mitume, kuna manabii ambao Mungu amewaweka katika kanisa kwa nia ya kulifanya kanisa lijengwe ili liweze kumlaki likiwa kamilifu. Kwa hiyo tunaitwa kutoka dhambini, tunaokolewa kutoka dhambini, tunafanywa kuwa watoto wa Mungu, tumebadilishwa, tukawekwa kuwa familia. Asubuhi sikusoma katika Zaburi ile ya 133 ambayo wote tunaifahamu ya kwamba ni vizuri, ni vema
na kupendeza ndugu wanapokaa pamoja na kwa umoja. Sasa sisi ni watoto wa Mungu, tumeitwa na Mungu. Sisi ni ndugu, sisi ni watoto wa baba mmoja ambaye baba yetu ni Mungu. Na kama tunakiri hivyo, basi tunatakiwa kumtumikia kwa kicho. Kwa hiyo Mungu wetu anatuangalia. Nitasoma, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Katika umoja, katika kushirikiana, katika kukaa pamoja, Mungu ameamuru baraka na hata uzima wa milele. Kwa sababu tunapokuwa pamoja kama hivi, tunajengana, tunainuana, tunatiana moyo, tunabarikiana. Si mmesikia zile shuhuda ambazo zimesemwa hapa? Kuna mwingine amesema amejifunza kwenye kukazia kwa habari ya ndoa yake kama kijana, na mwingine kuna mahali anapelekwa kutoka kwenye ujana kuingia kwenye ndoa. Na hiyo yote Mungu ameikusudia kuijenga familia iliyo bora, familia yenye nguvu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anatutarajia tumtumikie na tuishi katika kuiangalia mamlaka hiyo ambayo ni kuu sana. Kwa hiyo tukiangalia katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa kwanza mpaka wa 5. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Nitasoma tu mistari miwili. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika utumishi tunaomtumikia Mungu, tunatakiwa tuonekane kuwa waaminifu. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Mungu ametuamini, akatuwekea siri zake ndani ya mioyo yetu. Anatamani zile siri tulizonazo wajue pia na watu wengine. Kwa hiyo katika kumtumikia yeye, tunaona ya kwamba tunatakiwa kusimama kwa uaminifu kama mawakili waaminifu wa siri za Mungu. Haleluya. Natamani tuangalie aina za utumishi. Kuna aina mbalimbali za utumishi. Sitasema nyingi sana, nitasema chache, na ninaamini pengine uliwahi kujifunza zingine, lakini kuna hizi chache ambazo nipo nazo kwa sasa. Tuangalie utumishi wa kiroho. Aina ya kwanza ambayo ninataka tuone ni utumishi wa kiroho. Utumishi wa kiroho unatutaka kupanda mbegu za kiroho kwa watu wengine. Kupanda mbegu za kiroho kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu ametuamini kama mawakili wa siri zake, anatamani kuona ya kwamba tunapanda mbegu nzuri, mbegu njema kwa watu wengine. Tusome Wagalatia sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 9. Wagalatia 6 mstari wa 8 mpaka wa 9. Biblia inasema, maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka tufanye kwa ubora, tufanye kwa uzuri, tupande mbegu njema kwa watu, tuwafikie watu popote walipo, kwa kada zote ambazo Mungu ametuweka. Pale unapofanya kazi, wale unaofanya nao biashara, wale unaoishi nao, ile jamii inayokuzunguka inatamani kuona na kusikia kutoka kwako. Kama wakili wa siri za Mungu, unawaambia nini? Unawafundisha nini? Wanajifunza nini kutoka kwako? Wanaona nini kutoka kwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie tufanye vizuri katika
jamii inayotuzunguka, kwa sababu kuna huduma mbalimbali ambazo Mungu ameziweka katika maisha yetu, ameziweka na anatamani kuona zikifanya kazi na kuwafikia watu wengine na kuwaleta watu wengi kwa Yesu, kama ambavyo tunajua ya kwamba Yesu hakuja kwa ajili ya kukaa tu, bali alikuja kututafuta ili tuweze kumjua na watu wengi wamgeukie Mungu. Na tunauona upendo wake kupitia ile sura ya 3 ya Yohana mstari wa 16, ambao ni mstari tunaufahamu sana. Yani nikimuibua hata mtoto mdogo atasema ile, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini tunaona ya kwamba kupitia neno hilo ndio wewe na mimi tumepatikana. Je, na wewe unafanya kitu ili watu wengine wauone huo upendo wa Mungu katika maisha yako ili wapatikane kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa ufanye kitu, ufanye jambo, uwafanyie watu mema, uwatendee mema. Tumeambiwa tusichoke kutenda mema, kwa kuwa tutalipwa tusipozimia kwa wakati wake. Mungu atatutendea na kuzidi, maana anaangalia kile ambacho amekiweka ndani yako kimzalie matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 15 mstari wa 16. Yohana 15:16, Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona ya kwamba Mungu hakutuokoa bure, ametuweka tukamtumikie, na sisi sio tuliomchagua yeye ndio ametuchagua sisi. Bwana asifiwe sana. Yeye ndo ametuchagua na hakutuweka bure, ametuchagua ili tuende tukamzalie matunda, na amesema hayo matunda yapate kukaa. Na ndio maana tunapowahubiria watu wanapokuja kwa Yesu, tunawafundisha ili waendelee kuukulia wokovu, wamjue Kristo, wapate kuuishi na kuukulia wokovu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa uzuri huo ambao tutafaa katika jamii na tutawafanya watu wamjue Kristo, ambaye ni limbuko letu kwa kuzaliwa kwetu sisi ambao tunamjua Yesu. Sasa ukiangalia tena katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, asubuhi kuna baadhi ya maandiko sikuyasoma, lakini sasa hivi naweza kuyasoma kwa sababu sina mtu ambaye ananitafsiria. Nitakimbia na nitamaliza kwa muda mzuri tu, tafadhali naomba univumilie. Mstari wa 17, Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mstari tunaufahamu sana. Kwa hiyo Mungu anapotuita, anapotubadilisha, anapotuokoa, anatufanya kuwa watoto wake, ametuchagua, akatubadilisha, akaondoa ule utu wa kale, akatufanya kuwa wapya. Anataka tuishi huo upya ili na wengine wavutwe kwake, kwa sababu injili nyingine sio lazima uongee. Injili nyingine ni wewe tu unavyoishi, usemi wako, matendo yako, namna unavyotembea, namna unavyovaa, namna unavyochukuliana na watu na jamii yako. Mungu anafanya kitu na utaona watu wanaokolewa, wanamjia tu Yesu kwa sababu ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia maombi, kuendelea kuwaombea watu wengine, maombi ya mwendelezo, ambapo unawaombea ile familia yako na jamaa yako na ndugu zako na jamii inayokuzunguka ipate kumjua Kristo. Kwa hiyo utumishi huo nao unaufanya katika sehemu hii ya utumishi wa kiroho. Sehemu nyingine, jambo lingine katika utumishi au aina nyingine ya utumishi ni utumishi wa kifedha. Tunatumika na fedha zetu, tunatumika na mali ambazo Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unakumbuka Musa wakati wanatoka kule Misri, Farao akawaambia mtaenda ninyi tu, muache ng'ombe zenu na watoto wenu wasiende. Musa akakataa, akasema tutakwenda na watoto wetu na ng'ombe zetu na kondoo zetu, hatutaacha hata ukwato, maana imetupasa kwenda kumfanyia Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na sisi hatutawaacha watoto wetu nyuma, tutakwenda pamoja nao, tuwafundishe katika kicho cha Mungu, tuwafundishe wamtolee Mungu, wajifunze kumtumikia Mungu. Kama ni kushuhudia nenda na watoto, wanajifunza. Na kanisa la watoto, ninaamini kama programu mmeziweka za watoto kushuhudia, Mungu awabariki. Lakini kama hamjaweka, hakikisheni mnaweka program za watoto kushuhudia, maana watoto wetu wanajifunza kutoka kwetu, na hicho kitu kinaendelea kukua na wataendelea nacho maisha yao yote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika fedha na mali ambazo Mungu ametubarikia kwazo, lazima zimtumikie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliweka akiba kwa ajili ya kumtumikia nazo Mungu. Katika kile kitabu cha Nyakati wa kwanza ambacho tumesoma mstari ule wa 9 akisema na mtoto wake, ukiangalia katika mstari wa 3 utaona ya kwamba anaongelea kwa habari ya kile kitu ambacho alikihifadhi kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada, ambacho alikiweka kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Tunaona anasema ya kwamba nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Kwa hiyo tunaona alikuwa na mali, kuna akiba ambayo alikuwa ameiweka kwa ajili ya kuijenga nyumba ya Mungu, lakini kuna akiba ambayo alikuwa ameiweka ya kwake binafsi. Niliwaambia watu wa asubuhi waliokuwepo ibada ya kwanza ya kwamba tujenge tabia ya kuweka akiba, tujenge tabia ya kuwa wawekezaji. Kuna watu hapa tunatafuta hela, lakini tunaitumia yote, tunakula yote, tunaimaliza yote. Na ndio imekuwa tabia yetu. Inafika mahali tunaona ni watu fulani tu ndio wanaotakiwa kutoa katika nyumba ya Mungu ikifika wakati wa kutoa. Kumbe ni wote tunatakiwa kutoa. Jina la Bwana libarikiwe. Nikatoa mfano nikasema kuna kibubu kimetengenezwa siku hizi kwenye simu, kinaitwa Mwekeza. Wangapi wanafahamu? Wapo wanaofahamu Wachache, mikono miwili mitatu. Jamani, kuna Mwekeza. Jifunze kuwekeza kwenye kwa ajili ya kumtolea Bwana. Jifunze kutunza akiba kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mwekeza inakutaka uweke tu 1,000 tu, yani ndio kuanzia, lakini unaweza ukaweka zaidi. Na kuna mifuko mingine ya uwekezaji ambayo ipo kwa ajili ya kuwekeza, itakusaidia akiba yako. Tunaona hapa Daudi aliweka kwa ajili ya nyumba ya Mungu, lakini kwa ajili yake pia mwenyewe. Tunaona hizi dhahabu na fedha zilikuwa za kwake kwa ajili ya akiba yake, ili zije zimfae baadaye. Sasa wewe umewekeza nini kwa ajili ya nyumba ya Mungu? Umewekeza nini kwa ajili ya familia yako? Umewekeza nini kwa ajili ya watoto wako? Fedha hiyo ndogo ambayo unaipata, hiyo inakutosha kuiwekeza, kwa sababu tunakoelekea jamani, tutashindwa kufanya kazi ya Mungu kama hatuna kipato. Tunakoelekea tunaweza tusifanye vizuri kwa sababu ya kukosa kipato. Mungu atusaidie sana. Ili tuweze kwenda na wakati uliopo, lazima tuwe na pesa, tuwe matajiri. Mwambie jirani yako, mguse, mwambie pesa. Mguse tena, mwambie pesa. Fedha, kuwa na pesa. Ndiyo, tutoke kwenye hali duni tulionayo. Sisi sio maskini, kwa sababu tulijengewa hiyo mentality kwamba sisi ni maskini, nchi yetu ni maskini. Sisi sio maskini. Kama wao umeokoka, wewe sio maskini. Kuna mtu hapa mwisho wa mwezi, yani mwezi mzima mpaka unaisha, anakuwa analala njaa kila siku. Si unapata hela, unanunua chakula, unaenda mjini,
unafanya shopping za vitu kadhaa, si ndio? Sasa kwa nini usiweke akiba katika hiyo hiyo? Mungu anapokupa pesa, anakupa pamoja na akiba. Anasema yeye ampaye mwenye kupanda, anampa pamoja na mbegu na mkate apate kula. Sasa si tunakula vyote. Tunakula mbegu, tunakula na mkate. Sasa kula mkate alafu mbegu uitunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie tujifunze. Kwa kweli na mimi nimejifunza kuwekeza. Hiki kitu tulikuwa tunaambiwa lakini nimeona kinakuja kwa kasi sana sasa hivi. Hizi elimu za kuwekeza zinakuja sana. Na sisi kama kanisa tusipoangalia tutashindwa kuipeleka injili kwa kukosa fedha. Na Mungu anataka tumtumikie pamoja na mali zetu ili tusijione duni katika nyumba ya Mungu. Lazima tuwe na pesa. Haleluya. Haleluya. Hiyo 500 unayoipata, toa fungu la 10, weka akiba, toa sadaka na ya kula ipatikane. Katika 5,000 yako, katika 10,000 yako, katika 1,000,000 yako na laki yako, hakikisha unaweka akiba. Wale ambao hamna akaunti, mkafungue akaunti, na wale ambao mna simu, wekeni kwenye simu, kwenye Mwekeza. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu wa Voda leo ataniambia, mama umetupigia debe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie, na ametubariki ili kwamba atuongeze na na anapotuongeza tunatakiwa kujenga ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajatupa kazi bure. Hajatupa pesa ama namna yoyote ya kuishi ili tuishie hivi hivi tu, tule, tunywe, tulale. Hapana. Anataka tuujenge ufalme wake. Na huwezi kuongezeka kiuchumi bila kumtolea Mungu mali zako ulizonazo. Lazima uwe mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapoona unamtolea, anafurahi. Kwa sababu kuna kile cha Mungu cha kwanza, zaka ya fungu la 10, si ndio? Lazima, yani hiyo ni lazima kabla hujaenda kwenye bajeti zako. Kwa sababu Mungu anapokubariki anataka umheshimu, anataka tumheshimu kwa mali zetu, si ndio? Na kwa malimbuko ya mazao yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akusaidie kuwa mwaminifu katika hilo, na Mungu atakuinua sana. Jambo la 3, utumishi wa kimwili. Mwili ulionao Mungu amekupa ili uweze kumtumikia. Amekubariki na nguvu, amekubariki na uwezo wa kiakili, amekubariki na ufahamu na ujuzi ili kwamba uweze kumtumikia. Katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 31 tunaona ya kwamba Mungu alimbariki Bezaleli, akamtumia Bezaleli katika kitabu hicho, akatumia akili zake na watu wengine ambao Mungu alimwambia afanye nao kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia unaona pale Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho wa Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Naomba tuishie hapo. Umeona amemjaza hekima ya Mungu na maarifa na hekima na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Kwa hiyo kazi unayoifanya Mungu amekubarikia kwayo ili uweze kumtumikia nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema mshahara wangu mdogo hautoshi, kwa hiyo siwezi kutoa. Wewe Mungu amekupa ili ufanyie nayo kazi yake kwanza kabla ya mambo mengine. Kwani hata ukitumia inatoshaga sasa hiyo pesa? Imewahi kujaa? Kuna mtu amewahi kujaza ndoo ya pesa? Anajaza tu alafu atumii. Yupo? Hakuna.
Sasa kama hazijai, kwa nini usimtolee Mungu? Kwa sababu yeye ndiye amekupa nguvu, amekupa ufahamu, amekupa maarifa, amekupa akili. Unafanya hizo kazi ulizonazo ili kwamba apate pia na yeye kutukuzwa kupitia maisha yako na kazi yako. Kwa hiyo kule unakofanyia kazi, hakikisha ya kwamba unatumika. Kwa hiyo tutumike katika ujuzi tulionao. Mungu anataka atutumie kupitia talanta alizoziweka ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu zetu pia zimtumikie ili aone faida ya utumishi wetu kwa nguvu zetu. Si ndio tumesema Mungu katika zile amri 2 zile ambazo zimechanganywa, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, si ndio? Sasa nguvu zinatoka kwenye mwili na akili zako ziko kwenye mwili, si ndio? Kwa hiyo tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu. Haleluya. Haleluya. Akili, mwili, hivyo Mungu anataka tumtumikie. Utumishi wa maisha yako, maisha unayoyaishi yanamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha wewe personally unapoishi, unavyoishi, unamtumikia Mungu, kwa sababu sisi ni barua tunasomwa na watu. Katika Wakorinto wa 2 sura ya 3 mstari wa 2 Biblia inasema Biblia inasema, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Umeona Ninyi ndiyo barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Kwa hiyo maisha yetu yanasomeka na watu wengine. Mtu anakufahamu wewe vipi? Wanakusomaje? Ile jamii inayokuzunguka inakufahamu vipi wewe mtu uliyeokoka? Inakuonaje? Inakusomaje? Ndio wewe kwenye nzengo huendi, wenzio wanapata misiba, wewe huhudhurii, alafu unasema umeokoka. Jamii haikuoni kama umeokoka, wanakuona unaringa, unajitenga, wanakuona wewe hauwafai, hausalimii, unapita watu. Unasomekaje? Tunatakiwa tusomeke vizuri. Ongea na watu vizuri katika mtaa wako, wajue kabisa yule kweli ameokoka. Hawezi kupita bila kutusalimia, lazima atatuambia kitu fulani, lazima atasema na sisi, lazima atacheka na sisi. Kwenye shughuli za nzengo yupo, kwenye mikutano ya nzengo tunamuona. Labda kama umebanwa na kazi, kuna wale ambao kweli tunajua kazi zao zina consume muda kuanzia asubuhi mpaka usiku, haonekani labda, lakini napo inajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe barua kweli kweli, tuwe tunasomeka vizuri na jamii inayotuzunguka, na Mungu atukuzwe kupitia maisha yetu. Jina la Mungu lisitukanwe kupitia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Maisha yako ni lazima yawe matakatifu ili kuwaponya wengine. Hakikisha unaishi utakatifu ili watu wengine waponywe. Maisha yangu ni mtaji wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yangu mimi ndio yatawafanya wengine wakimbilie kwa Yesu ama wakimbie kutoka kwa Yesu. Kwa sababu wakiona naishi vizuri, watamkimbilia Yesu. Watasema kama kuokoka ni kama mama fulani, kama kuokoka ni kama dada fulani, kama ni kuokoka ni kama kaka fulani au baba fulani, kwa kweli na mimi nataka kuokoka. Kwa kweli na mimi nataka huyo Yesu nimpate. Lakini isiwe kinyume chake, kwamba kama kuokoka ni kama huyu, ni kama wewe. Amna, ni bora nibaki hivi hivi. Kuna mwingine aliwahi kusema hivi, nyie walokole nyie ndio mtakwenda kuwa kuni za jehanamu. Mimi nikamkatalia, nikamwambia haiwezekani.
Kama mimi naishi maisha matakatifu, nitakwenda kuishi na Mungu milele. Lakini kama kuna mtu alimfanya mpaka yule mtu akajisikia vibaya mpaka akaongea hivyo, ina maana hatujanyooka. Tunyooke, tuishi maisha matakatifu, tuishi kwa ukamilifu ambao Kristo ameukusudia tuishi. Tusiwe wanafiki, tusijifichie kanisani kwa unafiki. Tuwe wa kweli, na Kristo anatuangalia ili kwamba watu wengi wamjie kupitia maisha yetu. Maisha yako ni mtaji wa kuwavuna wengine kuja kwa Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa nini sasa tunatakiwa kumtumikia Mungu? Sababu zipi zinatufanya tumtumikie Mungu? Na karibia kumaliza. Kumtumikia Mungu ni lazima, na wala hatutakiwi kukwepa, kwa sababu ya kwanza, tumeokolewa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni sababu ya msingi kabisa. Ametuokoa, na tumeona katika ile Yohana 15:16 kwamba sio sisi tuliomchagua, ni yeye ametuchagua ili tuweze kuzaa matunda na matunda yetu yapate kukaa, ili kwamba tunapowaleta wengine kwa Yesu, tukamwambia Yesu, naomba unitendee hili, naomba unitendee lile, akufanyie. Sio tu umeokoka umekaa tu alafu atakufanyia. Hafanyi. Ndio wakati mwingine tunajikuta tunalia shida nyingi, tabu nyingi, Mungu asikii maombi yangu, kumbe hatufanyi kazi. Hatumtumikii, hatuwaleti watu kwa Yesu tumzalie matunda. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukiomba hatujibu. Sababu nyingine, tutapokea taji. Ametuokoa ndio, tumzalie matunda ndio, lakini tutapokea taji. Hiyo ndio maana tunatakiwa kumtumikia, na tumtumikie kwa nguvu, kwa sababu ukikaa tu bila kufanya kazi, hakuna kazi isiyokuwa na ujira. Kila kazi ina ujira. Bwana Yesu asifiwe. Tumeokolewa kwa neema jamani. Yesu ametufia bure pale msalabani. Hatukumlipa chochote, ila yeye ndo amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa sababu amekufa kwa ajili yetu, sasa na sisi tutumike ili tuweze kupata taji. Ile taji hauwezi kuipokea bila kufanya kazi, lazima utumike. Jina la Bwana libarikiwe. Tutumike. Ukisoma katika ile Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 15 utaona. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, kazi yako ikipimwa itatokeaje? Itatokeaje? Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Sasa unataka ukaokolewe kama kwa moto? Fanya kazi ya Mungu, mtumikie Mungu, ili kwamba kazi yako ikienda ikipimwa itokee kama dhahabu safi inayong'aa. Ukisoma hiyo mistari ya juu utaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye kazi kwa utiifu, maana tutalipwa kulingana na utumishi tunaofanyia. Jambo la mwisho ambalo nataka kusema katika kwa nini tumtumikie Mungu. Tunamtumikia Mungu kwa sababu Mungu anataka tujitoe ili tuweze kuwahubiri wengine. Tusifanye kazi kwa uvivu, tusitumike kwa uvivu, tufanye kwa bidii ili kuwaleta wengi kwake. Tukisoma Mithali ile sura ya 13 na mstari wa 4, 13 mstari wa 4, Biblia inasema, itakuwa ndio andiko langu la mwisho na kwenda kumalizia. 13 mstari wa 4, Biblia inasema, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Kwa hiyo kutokana na kazi zako na bidii zako na kila kitu unachokifanya katika maisha tu ya kawaida jamani, mtu anayefanya kazi kwa bidii si ndiye anayefanikiwa sana? Tuchukulie shamba, umelima shamba, umelima eka 2, si ndiyo? Una eka 2, lakini katika zile eka 2 umelima nusu eka, na mwingine amelima eka zote 2. Hivi ni nani atavuna zaidi? Wote mna eka 2, lakini ukalima nusu eka, ukalima shamba zima eka 2.
Nani atafanikiwa zaidi? Mwenye bidii ambaye amekamilisha kalima eka zote 2. Lakini huyu aliyelima nusu, mwisho wa siku ataenda kuomba kwa huyu ambaye anaeka nyingi. Kwa hiyo nafsi yake itakuwa tu ni ile ya uvivu, yani ni mtu ambaye ni mvivu, anatamani, atakuwa anatamani, mbona yule anafanikiwa, mbona mimi sifanikiwi? Afu utakuwa mtu wa kunungunika. Tumika kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Kazi ambazo Mungu amekubariki kwazo kuzifanya kwa mikono yako, zifanye kwa bidii, ili Mungu akuinue na kukuinua na kukunenepesha, na mwisho wa siku ukapewe taji mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Msisahau kuwekeza, msisahau kufungua akaunti. Kuna vile vibubu vyetu tunawekaga nyumbani, hata hicho unaweza ukakitumia kuwekeza, lakini kile ni rahisi kukivunja. Umenisikia? Mungu akusaidie, akupe akili kama ambavyo alimpa Bezaleli ya kufanya vitu kwa maarifa, kwa busara na kwa ufahamu, ili kwamba atukuzwe katika maisha yetu na tukamtumikie tukiwa wenye nguvu. Sisi tuliookoka jamani, tunatakiwa tuwe na pesa, tunatakiwa tuwe na hela. Mshike mwenzio mwambie hela, pesa, fedha. Majina yote unayoyajua ya pesa uwe nayo. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akainue uchumi wako ili uweze kumtumikia ukiwa na nguvu. Maana hautaweza kumtumikia, hautaweza kufika mbali kama hauna fedha. Hapo mjini tu kama hauna mia ngapi, 700 sasa hivi, hauwezi kufika, si ndio? Utajikuta unatembea kwa mguu, utachelewa kufika, utafika umechoka. Tafuta hela, umtumikie Mungu ukiwa na nguvu, ukiwa wa viwango, na jina la Bwana liinuliwe na kutukuzwa kwa ajili yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naamini kabisa watu wataenda kufungua akaunti, si ndio? Wale ambao hawajafungua. Mimi tu ni mkufunzi jamani wa chuo cha ualimu Butimba. Msije mkasema labda nafanya kazi sijui benki gani. Na kuhimiza tu kwa sababu tunatakiwa kuipeleka injili kwa nguvu. Bwana asifiwe. Tukashuhudie watu, tukaufilisi ufalme wa ibilisi. Amina. Tukaufilisi kabisa ufalme wake, ili kwamba Mungu akatukuzwe na sisi tufike mbinguni tukiwa na nguvu, tukiwa na furaha. Duniani hatujachoka, na mbinguni tunaenda kuvikwa taji tukiwa na uzito, yani kwamba tumeifanya kazi ya Mungu kwa bidii na juhudi na maarifa yote ambayo Mungu alituwezesha kuifanya kazi kwayo. Haleluya. Tusimame. Tusimame. Tusimame, tusimame. Basi tafadhali mwambie Mungu kitu fulani ambacho unatamani. Wakati naendelea kusema, umekiona ya kwamba Mungu akinifanyia hiki, Mungu akinifanyia hiki, au katika kumtumikia kwangu natamani Mungu afanye hiki. Na katika kile ambacho umeona kwamba unatakiwa kukifanyia kazi katika hili somo ambalo tumejifunza, Mungu akusaidie. Naomba liitie jina la Bwana sasa, mwambie Mungu nisaidie, ninatamani kufanya vizuri, ninatamani kukutumikia kwa bidii, ninatamani kukutumikia kwa nguvu zangu, ninatamani kukutumikia kwa fedha zangu, ninatamani kukutumikia kwa maombi. Kila ambacho unakiona kinafaa, kuanzia nyumbani kwako mpaka hapa katika nyumba ya Mungu. Mungu akusaidie. Twende mbele za Mungu, mwambie Baba afanye kwa ajili ya utukufu wake. Asante mwaminifu Yesu, asante Mungu wa utukufu, kwa kuwa unatupenda na umetujali na unatuangalia kwa namna ya tofauti. Bwana, tazama sisi ni wa thamani mbele zako. Ulituita kwa jina lako, ukatuokoa Yesu, ukatubadilisha tukawa viumbe vipya, ukaondoa yale ya kale yote, ukatufanya kuwa wapya. Tazama Yesu, tuko mbele zako mwaminifu, na Roho Mtakatifu uliyetupa sasa ili tuweze kutembea pamoja naye. Tusaidie na utujalie kuzifanya kazi zako, kukutumikia kwa kicho, kutembea katika neema hii Bwana, katika ukamilifu wote, ili Mungu katukuzwe kupitia maisha yetu. Asante kwa sababu neema yako ni kubwa
mikubwa na imemwagwa kwa ajili yetu, ili watu wengi waokolewe, wakujue wewe Bwana. Na sisi kama barua tunayosomwa na watu wengi na tumeandikwa katika mioyo ya watu wengi, Baba tazama, tunatamani kuwavuta wengi kwako. Tusaidie kuishi maisha matakatifu, tujalie kutembea katika upya wa uzima, tukatembee katika kicho chako, tukikujua wewe na kukutumainia wewe katika kila hatua tunayoipiga, na watoto wetu wakakuone wewe. Tukawe na ujasiri kama Daudi alivyosema na Suleiman, ya kwamba umjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo wa kumkubali na kwa nia ya kumkubali. Maana Mungu unaangalia na kutafuta mioyo ya jinsi hiyo, na wale wanaokukimbilia Bwana, wanaokutafuta Mungu unawakubali. Lakini wale ambao hawafanyi na wao unawakataa. Nasi hatutamani kukataliwa wala hatutamani kulaaniwa na wewe. Tunatamani kusimama katika kicho chako, tukutumikie kwa uaminifu na mali zetu zikutumikie. Maana umetupa wewe, hatukuja nazo sisi, umetupa hapa duniani. Maana nchi na vyote vijazavyo ni mali yako Jehova, dunia na wote wakao ndani yake. Tazama, sisi ni mali yako, tuko tayari kutumika na wewe, tuko tayari kutumika na mali zetu. Ninakutukuza mwaminifu, ninakuinua, ninakushangilia. Asante, asante Jehova, asante kwa kuwa ni mwema. Katika jina la Yesu ninakubariki mwaminifu Yesu. Amen. Amen. Amen.